Leo ni Disemba 5 ya mwaka 2025. Bodi ya wakurugenzi klabu ya Wekundu Msimbazi Simba pamoja na wajumbe wa klabu hiyo waliweza kukutana asubuhi ya hii leo kwa ajili ya kuweza kutoa tathmini nini ambacho kinachohitajika kufanyika katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Na unafahamu ya kwamba Simba imeandika barua kama kutoa press release kuachana na aliyekuwa meneja mkuu wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba Dimitri Pantev, kwa maana kwamba kifarsafa alikuwa ni kocha lakini kimatamko wamemtangaza kama meneja mkuu. Sasa Simba waliachana na Dimitri Pantev kuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba. Sasa Simba leo asubuhi ya hii leo, moja kati ya maeneo hapa jijini Dar es Salaam, waliweza kukutana viongozi wa Simba pamoja na wajumbe wa Simba, na lengo kubwa ni kuhusu mustakabali wa wao kuhitaji mwalimu mpya ambaye mwalimu huyo ataenda kuifundisha klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Sasa taarifa zilizoweza kunifikia asubuhi ya hii leo tu baada ya kucheza jana Simba na kuibuka kwa ushindi wa magoli 3-0. Sasa taarifa ikieleza kwamba baada ya matokeo hayo Simba kuyapata siku ya jana katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, matokeo yale yaliweza kuwa motivate viongozi pamoja na wajumbe wa bodi ya wakurugenzi kwa upande wa mwekezaji. Sasa majibu yamekuja kama ifuatavyo. Kulingana na mustakabali wa kikosi hiko, nini ambacho kinachohitajika kufanyika kwa hivi sasa? Sasa maamuzi ni mazito ambayo viongozi wa Simba waliweza kufikiana ama kufika makubaliano na kuchukua maamuzi yaliyokuwa rasmi kabisa. Hapo awali Simba walianza mchakato wa kuweza kumtafuta aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi cha Yanga Nasreddine Nabi, ambaye aliweza kuifundisha Yanga miaka kadhaa iliyokuwa imepita. Lakini mjadala huo ulikuwa ni mzito kweli kweli, baadhi ya viongozi wajumbe wa bodi ya wakurugenzi Simba wakisema kwamba hii haitakuwa vizuri kuweza kwenda kumchukua ama kwenda kumtumia Nasreddine Nabi ili aweze kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Baadhi ya wajumbe nao pia wamesema kwamba wanahitaji huduma ya kocha huyo, lakini wengine wanakana kwamba hafai na hatakuwa ni sehemu sahihi ya kujumuishwa kwenye kikosi chetu. Na unafahamu ya kwamba timu ambayo waliokuwa ikifundisha ni wasimu wao, ni watani wa jadi, so huwezi kumchukua kocha pia aliyekuwa katika klabu hiyo. Na zilikuwepo taarifa zikisema kwamba Nasreddine Nabi ni moja kati ya timu ambayo yeye binafsi anatokea kuipenda kweli kweli, na yeye ni moja kati ya makocha ambao wanajaribu kuitazama na ni mafansi wakubwa kweli kweli na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na huku akienda kuifundisha klabu hiyo ya Yanga. Sasa taarifa kwenye kikao hiko ambacho kimefanyika asubuhi ya hii leo hapa Dar es Salaam, viongozi wa Simba, bodi ya wakurugenzi kwa upande wa mwekezaji pamoja na wajumbe wa wanachama kwa upande wa Simba Sports Club. Sasa majibu yako hivi: wale makocha ambao walikuwa wakipewa chapuo ama wakipewa kipaumbele kwenda kuifundisha klabu hiyo ya wana Msimbazi, makocha wote wamepigwa X, kwa maana kwamba hawapo kwenye mjadala tena. Wale makocha ambao walikuwa katika mjadala huo wameweza kuachwa kabisa na wasiweze kujadiliwa kwa namna moja ama nyingine, pamoja aliyekuwa kocha wa Yanga Nasreddine Nabi, ambao wengine walikuwa wanasema kwamba anafaa na wengine wanasema kwamba huyu hawezi kufaa kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Sasa makocha hao, mwingine ni moja kati ya makocha ambaye aliyekuwa akifundisha timu ya taifa ya Kongo pamoja na FC Leopard pale nchini Kenya. Wote hao wamepigwa X, kwa maana kwamba hawapo tena katika mchakato wa kuweza kuzungumziwa. Lakini moja
ya makocha ambaye muda mrefu walijaribu kujadili na kuweza kumpa nafasi ya kujaribu kutazama wapi ambapo anapohitajika kwenda kuvivaa viatu vya aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba, Dimitar Pantev. Sasa jina ni moja tu ambalo muda mrefu lilikuwa likizungumzwa katika kikao hiko, na jina hilo si mwingine, ni moja kati ya jina bora kwelikweli kutoka hapa Tanzania, na jina hilo ni moja kati ya wachezaji ambao walishawahi kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania pamoja na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kocha huyo ambaye jina lake limeweza kujadiliwa muda mrefu ni kocha mwenye historia kubwa kweli. Makocha takriban makocha 15 aliweza kukaa nyuma yake kuwa kama kocha msaidizi ndani ya klabu husika. Si mwingine ni Selemani Matola. Leo asubuhi ametangazwa kuwa rasmi kabisa kwenye kikao hiko cha bodi ya wakurugenzi pamoja na wajumbe wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kulitaja jina hilo kuwa kama kocha mkuu mwaka 2025 2026. Sasa sio tena story. Baadhi ya mashabiki na wanachama kwa jumla klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wakisema kwamba huu ni muda sahihi sasa wa kwenda kumpa kijiti ama kwenda kumwamini Selemani Matola. Leo asubuhi kikao kilikuwa ni kizuri, kikao ambacho kilichoweza kuhudhuriwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mzee Magori pamoja na mwenyekiti wa wanachama klabu ya Simba, huko nikimzungumzia Murtaza Ali Mangungu, na wajumbe wengine kadha wa kadha nao pia walikuwepo hapo kujadili na kuweza kutoa mtafaruku ule ambao uliokuwa ukiwakabiri. Jina ni moja tu ambalo lioweza kupitishwa kwa haraka zaidi, huku Selemani Matola ameweza kupiga KO huku Nasir Nabi pamoja na aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha timu ya taifa ya DR Congo. Sasa Simba wanaenda kumtangaza kocha Selemani Matola ambaye moja kati ya makubaliano kwenye kikao hiko wamesema kwamba acha tumpe nafasi msimu huu wa 2025 2026. Ifikapo mwakani msimu wa ligi kuu Tanzania bara utakapoenda kumalizika, wanataka kwenda kujua nini ambacho alichoweza kukifanya ndani ya klabu hiyo ya Simba. Sasa hii pia itaenda kumtengenezea exposure na vitu mbalimbali, kumtengenezea uaminifu. Moja kati ya CV ambayo Selemani Matola ambayo imejadiliwa kwa muda mrefu kweli ni ule mchezo jana. Alijaribu kupanga kikosi kazi, alijaribu kupanga kikosi ambacho kilikuwa ni kikosi kazi, kikosi ambacho kilikuwa kikosi cha ushindani kweli, na ndio hii moja kati ya CV ambayo pia yeye amejaribu kuwashawishi viongozi wa klabu hiyo ya Simba. Lakini mbali na hilo ameweza kuihudumia klabu hiyo ya Simba, fundisha klabu hiyo ya Simba. Baadhi ya wajumbe nao pia wamesema kwamba wanahitaji huduma ya kocha huyo, lakini wengine wanakana kwamba hafai na hatakuwa ni sehemu sahihi ya kujumuishwa kwenye kikosi chetu. Na unafahamu ya kwamba timu ambayo waliokuwa ikifundisha ni wasimu wao, ni watani wa jadi, so huwezi kumchukua kocha pia aliyekuwa katika klabu hiyo. Na zilikuwepo taarifa zikisema kwamba Nasir Nabi ni moja kati ya timu ambayo yeye binafsi anatokea kuipenda kweli, na yeye ni moja kati ya makocha ambao wanajaribu kuitazama na ni mafansi wakubwa kweli na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na huku akienda kuifundisha klabu hiyo ya Yanga. Sasa taarifa kwenye kikao hiko ambacho kimefanyika asubuhi ya hii leo hapa Dar es Salaam, viongozi wa Simba, bodi ya wakurugenzi kwa upande wa mwekezaji pamoja na wajumbe wa wanachama kwa upande wa Simba Sports Club. Sasa majibu yako hivi: wale makocha ambao walikuwa wakipewa chapuo ama wakipewa kipaumbele kwenda kuifundisha klabu hiyo ya wana Msimbazi, makocha wote wamepigwa X, kwa maana kwamba hawapo kwenye mjadala tena. Wale makocha ambao walikuwa katika mjadala huo wameweza kuachwa kabisa na wasiweze kujadiliwa kwa namna moja ama nyingine, pamoja aliyekuwa kocha wa Yanga Nasir Nabi, ambao wengine walikuwa wanasema kwamba anafaa na wengine wanasema kwamba huyu hawezi kufaa kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Sasa makocha hao mwingine ni moja kati ya makocha ambaye aliyekuwa akifundisha timu ya taifa ya Kongo pamoja na FC Leopard pale nchini Kenya. Wote hao wamepigwa X, kwa maana kwamba hawapo tena katika mchakato wa kuweza kuzungumziwa. Lakini moja
ya makocha ambaye muda mrefu walijaribu kujadili na kuweza kumpa nafasi ya kujaribu kutazama wapi ambapo anapohitajika kwenda kuvivaa viatu vya aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba, Dimitar Pantev. Sasa jina ni moja tu ambalo muda mrefu lilikuwa likizungumzwa katika kikao hiko, na jina hilo si mwingine, ni moja kati ya jina bora kweli kutoka hapa Tanzania, na jina hilo ni moja kati ya wachezaji ambao walishawahi kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania pamoja na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kocha huyo ambaye jina lake limeweza kujadiliwa muda mrefu ni kocha mwenye historia kubwa kweli. Makocha takriban makocha 15 aliweza kukaa nyuma yake kuwa kama kocha msaidizi ndani ya klabu husika. Si mwingine ni Selemani Matola. Leo asubuhi ametangazwa kuwa rasmi kabisa kwenye kikao hiko cha bodi ya wakurugenzi pamoja na wajumbe wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kulitaja jina hilo kuwa kama kocha mkuu mwaka 2025 2026. Sasa sio tena story. Baadhi ya mashabiki na wanachama kwa jumla klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wakisema kwamba huu ni muda sahihi sasa wa kwenda kumpa kijiti ama kwenda kumwamini Selemani Matola. Leo asubuhi kikao kilikuwa ni kizuri, kikao ambacho kilichoweza kuhudhuriwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mzee Magori pamoja na mwenyekiti wa wanachama klabu ya Simba, huku nikimzungumzia Murtaza Ali Mangungu, na wajumbe wengine kadha wa kadha nao pia walikuwepo hapo kujadili na kuweza kutoa mtafaruku ule ambao uliokuwa ukiwakabiri. Jina ni moja tu ambalo lioweza kupitishwa kwa haraka zaidi, huku Selemani Matola ameweza kupiga KO huku Nasir Nabi pamoja na aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha timu ya taifa ya DR Congo. Sasa Simba wanaenda kumtangaza kocha Selemani Matola ambaye moja kati ya makubaliano kwenye kikao hiko wamesema kwamba acha tumpe nafasi msimu huu wa 2025 2026. Ifikapo mwakani msimu wa ligi kuu Tanzania bara utakapoenda kumalizika, wanataka kwenda kujua nini ambacho alichoweza kukifanya ndani ya klabu hiyo ya Simba. Sasa hii pia itaenda kumtengenezea exposure na vitu mbalimbali, kumtengenezea uaminifu. Moja kati ya CV ambayo Selemani Matola ambayo imejadiliwa kwa muda mrefu kweli ni ule mchezo jana. Alijaribu kupanga kikosi kazi, alijaribu kupanga kikosi ambacho kilikuwa ni kikosi kazi, kikosi ambacho kilikuwa kikosi cha ushindani kweli, na ndio hii moja kati ya CV ambayo pia yeye amejaribu kuwashawishi viongozi wa klabu hiyo ya Simba. Lakini mbali na hilo, ameweza kuihudumia klabu hiyo ya Simba makocha 15. Yeye alikuwa kama kocha msaidizi. Makocha wote hao alijaribu kuchota ufundi ama kuchota ujuzi kwa kila kocha, na kocha aliondoka siku za hivi karibuni Dimitar Pantev, Fadlu Davis pamoja na makocha wengine ambao wewe hapo ulipo unaweza ukawamaliza. Lakini Simba vipi ambacho wamejaribu kukitazama kwa Selemani Matola? Kwanza ni ubora na usikivu aliokuwa nao. Kwanza ni kocha ambaye amehudumu ndani ya klabu hiyo ya Simba muda mrefu kweli. Wachezaji anawajua kiundani na nje, lakini pia ni kipenzi cha wachezaji. Ziko taarifa zikisema kwamba moja kati ya kitu pekee kinachoifanya Simba kwenda kucheza kwa umoja na ushirikiano katika michezo hivi karibuni, Selemani Matola alionekana kama ni kocha ambaye yuko karibu zaidi na wachezaji, kwa maana kwamba kila mchezaji aliyekuwepo ndani ya klabu hiyo ya Simba anampenda kweli kocha huyo, kutokana na ucheshi wake, kutokana na ufundishaji wake, kutokana na kuwa na karibu na wachezaji, kuwafanya kama wadogo zao, kama vile kaka na kadhalika. Lakini pia moja kati ya tukio ambalo moja kati ya mchezaji ambaye ameweza Tanzania, na jina hilo ni moja kati ya wachezaji ambao walishawahi kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania pamoja na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kocha huyo ambaye jina lake limeweza kujadiliwa muda mrefu ni kocha mwenye historia
makubwa kweli, makocha takriban makocha 15 aliweza kukaa nyuma yake kuwa kama kocha msaidizi ndani ya klabu husika. Si mwingine ni Selemani Matola. Leo asubuhi ametangazwa kuwa rasmi kabisa kwenye kikao hiko cha bodi ya wakurugenzi pamoja na wajumbe wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kulitaja jina hilo kuwa kama kocha mkuu mwaka 2025 2026. Sasa sio tena story. Baadhi ya mashabiki na wanachama kwa jumla klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wakisema kwamba huu ni muda sahihi sasa wa kwenda kumpa kijiti ama kwenda kumwamini Selemani Matola. Leo asubuhi kikao kilikuwa ni kizuri, kikao ambacho kilichoweza kuhudhuriwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Mzee Magori pamoja na mwenyekiti wa wanachama klabu ya Simba, huku nikimzungumzia Murtaza Ali Mangungu na wajumbe wengine kadha wa kadha, nao pia walikuwepo hapo kujadili na kuweza kutoa mtafaruk ule ambao uliokuwa ukiwakabiri. Jina ni moja tu ambalo lioweza kupitishwa kwa haraka zaidi, huku Selemani Matola ameweza kupiga KO huku Nasir Nabi pamoja na aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha timu ya taifa ya DR Congo. Sasa Simba wanaenda kumtangaza kocha Selemani Matola ambaye moja kati ya makubaliano kwenye kikao hiko wamesema kwamba acha tumpe nafasi msimu huu wa 2025 2026. Ifikapo mwakani msimu wa ligi kuu Tanzania bara utakapoenda kumalizika, wanataka kwenda kujua nini ambacho alichoweza kukifanya ndani ya klabu hiyo ya Simba. Sasa hii pia itaenda kumtengenezea exposure na vitu mbalimbali, kumtengenezea uaminifu. Moja kati ya CV ambayo Selemani Matola ambayo imejadiliwa kwa muda mrefu kweli ni ule mchezo wa jana. Alijaribu kupanga kikosi kazi, alijaribu kupanga kikosi ambacho kilikuwa ni kikosi kazi, kikosi ambacho kilikuwa kikosi cha ushindani kweli, na ndio hii moja kati ya CV ambayo pia yeye amejaribu kuwashawishi viongozi wa klabu hiyo ya Simba. Lakini mbali na hilo, ameweza kuihudumia klabu hiyo ya Simba makocha 15. Yeye alikuwa kama kocha msaidizi. Makocha wote hao alijaribu kuchota ufundi ama kuchota ujuzi kwa kila kocha, na kocha aliondoka siku za hivi karibuni Dimitar Pantev, Fadlu Davis pamoja na makocha wengine ambao hapo ulipo unaweza ukawamaliza. Lakini Simba vipi ambacho wamejaribu kukitazama kwa Selemani Matola? Kwanza ni ubora na usikivu aliokuwa nao. Kwanza ni kocha ambaye amehudumu ndani ya klabu hiyo ya Simba muda mrefu kweli. Wachezaji anawajua kiundani na nje, lakini pia ni kipenzi cha wachezaji. Ziko taarifa zikisema kwamba moja kati ya kitu pekee kinachoifanya Simba kwenda kucheza kwa umoja na ushirikiano katika michezo hivi karibuni, Selemani Matola alionekana kama ni kocha ambaye yuko karibu zaidi na wachezaji, kwa maana kwamba kila mchezaji aliyekuwepo ndani ya klabu hiyo ya Simba anampenda kweli kocha huyo, kutokana na ucheshi wake, kutokana na ufundishaji wake, kutokana na kuwa na karibu na wachezaji, kuwafanya kama wadogo zao, kama vile kaka na kadhalika. Lakini pia moja kati ya tukio ambalo moja kati ya mchezaji ambaye ameweza kulithibitisha hilo, Kagoma amesema kwamba huyu ni kocha tu, si tu kocha bali ni kaka, pia ni mlezi kwenye klabu yetu ya Simba Sports Club.